Uamsho ni nguvu ya Bwana juu ya watu wake. Uamsho ni nguvu, revival ni nguvu ya Bwana juu ya watu wake. Sababu ya ibada, sababu ya kanisa kuwa na uamsho wa kiroho ni nguvu za Bwana kukaa katika hema ya Mungu wetu. Sababu ya praise and worship, sababu ya waombaji kutembea na nguvu ya uvuvio wa Roho ni sababu ya kikundi cha maombi kuwa na nguvu ya Kristo. Si maono tu, si maandiko tu, si mission tu, bali na uwezo wa Mungu juu ya. Kwa tunapozungumza juu ya uvuvio ni uamsho na nguvu za Bwana juu ya watu wake, kukusudia au kusababisha: moja, kanisa kuongezeka, injili kuhubiriwa; la tatu, kushinda kwa wanadamu na kwa kanisa na kwa mtu binafsi; nne, kutengeneza njia pasipo na njia; tano, kufungua mafumbo ya rohoni ya Mungu au ya giza pamoja na wanadamu. Bila revival, bila uamsho wa Roho, akili ya mwanadamu ni kichaka. Bila uamsho wa Roho, akili ya mume wako ni giza. Bila uamsho wa Roho, akili ya mke wako ni kichaka, za watoto wako ni kichaka. Ili uweze kumtreat na kumweza, ni lazima uwe na uamsho wa Roho, maana uamsho wa Roho kazi yake ni kukufanya uwe fresh, ina kurefreshment kila wakati, kujua mawazo ya mtu kujua mawazo ya mtu anayekuwazia, kujua mipango kama hii ni mema au mibaya, kujua hatua ya mtu huyo anaenda kuanguka au anaenda kufanikiwa. Bila baba mwenye uamsho wa kiroho, familia imepotea. Bila mwanamke mwenye uvuvio wa kiroho, familia imepotea. Watoto wameharibiwa, vision imeharibika. Anasema hivi, baada ya hayo nitawavuvia wana wenu, watoto wenu, vijana wenu, nitawaruhusu nguvu ya moto wa Roho wakalie. Sababu yake ni hayo mambo yafunuliwe juu ya watu. Ninazungumza tena, anasema hivi, mwenye uvuvio wa Roho wa Mungu, mwenye uamsho, akili yake iko refresh kila wakati, maana haprocess yeye katika bongo tu, ana process ile akiwa na wingu la moto, ana process ile akiwa na Roho Mtakatifu. Kwa anayafungua mafumbo ya wanadamu, anayafungua mafumbo ya mbinguni, anayafungua mafumbo ya giza. Unaweza ukamzuia huyo mtu? Yaani mtu anaye process mawazo ya kibinadamu katika ubinadamu ulionao ili wewe ufanikiwe. Huyu mtu kipindi na process kwako, ana process gizani, inaweza vipi ikakuharibu kinamna gani ili akutoe mahali hapo, akakupa formula na information za giza, akakuletea habari za wanadamu waliofanikiwa na walioharibika, akakuongezea uwezo wa akili yako ilipoishia, akakufunulia mafumbo ya mbinguni ili ufanikiwe namna gani ya kutembea. Huyu mtu anatembea na uvuvio wa nguvu za Roho. Na mkono wako sema, Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu aliye. Naomba moto wako ushuke ndani yangu. Safisha kila giza la kiroho, juu ya ufahamu, juu ya ufahamu, juu ya akili, juu ya mawazo, juu ya mipango. Kila giza leo likalia kwenye ufahamu, kwenye akili, kwenye mawazo, katika jina la Yesu. Moka leo. Uvuvio sita. Mtu mwenye uvuvio hatembei kwa kupapasa juu ya maisha na watu. Uvuvio unamwambia yule jamani salama. Uvuvio wa Roho unamwambia yule mwanamke si sahihi. Uvuvio wa kiroho unamwambia huyu rafiki si sahihi. Uvuvio wa kiroho unamwambia pale ulipofika kuna danger. Uvuvio wa kiroho unamwambia mahali unapoenda usiende leo, utaenda kesho kutwa. Uvuvio unaitwa uvuvio wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, ndani ya mtu, ndani ya kiongozi, ndani ya ndani. Kwa mtu mwenye uvuvio wa kiroho hatembei kwenye maisha kwa kupapasa, hajibu jibu lolote kwa kupapasa, haongei neno kwa kupapasa, anaongea neno kwa sababu lina pumzi ya
jaa ndani yangu. Roho wa Mungu jaa ndani yangu. Usiache nipapase. Usiache nipapase. Nifunulie mafungo ya rohoni. Ya giza ni ya fahamu. Ya wanadamu ni ya fahamu. Na ya nuruni ni ya fahamu. Yawe wazi maishani mwangu. Yawe wazi maishani mwangu. Nipate kuyajua. Nipate kuishi katika mahali. Nitembee katika njia zilizo sawa. Njia za kukupendeza. Njia za kufanikiwa. Nisianguke kwenye mitego. Nisinase kwenye mikwamo. Nisitembee pasipo baraka. Katika jina la Yesu leo. Nifunulie mawazo ya wanadamu yaliyo mabaya wasimamao kinyume changu. Nipate kuwafahamu. Nifunulie waliwaziayo mema juu ya maisha yangu, ili wapate kuwa maishani mwangu. Nipate kusema nao, nikutane nao, nizungumze nao. Yesu nifunulie. Roho wa Mungu kaa ndani yangu. Uwe kila kitu kwangu. Wewe ni msaidizi. Wewe ni kiongozi. Moto wako nikalie katika jina la Yesu. Tunapozungumza habari ya uvuvio wa roho, tunazungumza uvuvio huo unaambatana na nguvu ya moto. Hamna uvuvio wa roho bila moto wa Mungu. Hivi ulishaposikia neno la nabii Yoeli anasema nami nitamimina. Hasemi nitaingiza, nitamimina. Au Biblia yako isemi hivi? Inasemaje? Hebu soma. Hata itakuwa baada ya hayo. Hebu sema Bwana Yesu. Baada ya matatizo yote. Baada ya mapepo yote. Baada ya uchawi wote. Leo ruhusu roho wako, uvuvio wako wa baraka, wa huduma, wa maombi, wa baraka ya kifedha, kibali, mafanikio na ustawi, penyo, ushindi uwe juu yangu na ndani yangu kwa jina la Yesu. Baada ya hayo, Shetani usinishinde kuanzia leo katika jina la Yesu. Ibada ya usiku wa kesha nilisema hivi, unapoomba, unaposoma neno linasema hata baada ya hayo, weka koma, weka full stop, alafu fungua. Unapitia nini? Unaenda wapi? Baada ya hayo, yapi unayaishi? Tuko kwenye neno la uvuvio. Ni roho ipi inayokuvuvia? Nilifundisha kuna uvuvio falme mbili, ya giza na ya nuru. Ya giza ni ya shetani na mapepo na wachawi na waganga, wote wanatembea kwenye uvuvio wa giza. Nikisema uvuvio, ni nguvu inayotenda kazi juu ya nchi na wanadamu, juu ya vitu. Yaani uvuvio unafanya kazi juu ya vitu na juu ya watu. Unapozungumza juu ya uvuvio, unajua natembea nuruni na gizani. Kwa hiyo nikisema habari ya baada ya hayo, na tafsiri matokeo gani ya uvuvio wa kipepo uliokuletea matokeo mpaka ukayaishi mabaya. Huu ni uvuvio wa kipepo. Unapofika kwenye neno la Yoeli, ndio nasema hivi, hata itakuwa baada ya hayo, full stop. Baba, nimeyaishi mabaya, lakini hata itakapokuwa baada ya haya, leo ni mwisho. Ninaachilia, naomba neema yako, nashusha uwezo wako, naliitia neno lako, maana baada ya yote niliyoyaishi, nimejua nilitembea kwenye uvuvio wa kipepo ulioleta umaskini, ulioleta kukataliwa, ulioleta mikwamo. Uvuvio wa kipepo unaoleta matatizo, unaoleta uharibifu, unaoleta mafarakano, unaoleta magongo, unaoleta chuki, unaoleta kupoa ndani yangu, unayezuia huduma. Itakuwa baada ya haya utamimina roho. Kumbe kuna watu walimimina roho, kuna watu walituma mapepo ili kuzima nilicho nacho, kuzima nyota. Kuna watu baada ya kuanza biashara, kuna watu waliona baada ya kusimamisha huduma, kuna watu falme iliona baada ya kuanza kazi, kuna watu waliona wakaharibu kibali cha kazi. Kwa hiyo baada ya kazi kuna uharibifu niliupata, baada ya ndoa kuna uharibifu niliupata, baada ya kuokoka kuna uharibifu niliupata. Baada ya hayo nini kinafuatia? Ulipoanza tuko pendana na Kashamu, walipojua tu wakaiba uvuvio wa kipepo. Acha bwana. Kabiashara tukaliposimama, uvuvio wa kipepo yanaitwa malango ya kushinda, ila hayatakushinda leo kwa jina la Yesu. Hayatakushinda leo katika jina la Yesu. Shememe. Sababu ya uvuvio wa kiroho kwa kanisa ni mchakato wa kimbingu
Ni mchakato wa kimbingu kumtengeneza mwamini. Uvuvio si kitu chepesi kwa Kristo. Uvuvio si kitu chepesi kukaa ndani ya mwamini. Uvuvio si kitu chepesi kukaa ndani ya kanisa. Ni mpaka watu wewe wanajua nini wanakifanya, au mtu ajue nini anakifanya, ndio anaweza akabaki na uvuvio unaotokana na roho. Nataka unisikie. Muulize jirani yako, mwambie jirani yako mchakato. Mchakato Kisukuma ni nini? Kiingereza ni process. Mchakato ni nini? Kama huwezi kujiuliza na kufikia huko, hauwezi ukawa na mchakato wa maisha yako. Hauwezi kuwa na mchakato wa kiroho. Kwa sababu mchakato ni kitu ambacho ni mifumo iliyotengenezwa kutengeneza kitu kiwe bora kutoka kwenye kitu kisichofaa. Kupata kitu bora kutoka kwenye kitu kisichofaa ndio tafsiri ya kuwepo kwa mchakato, ndio tafsiri ya kuwepo kwa process. Yaani ni sawa na kusema hivi, kuna process ya maombi, kuna process ya imani, kuna process ya unabii. Yote ni michakato. Sasa sawa, kumtoa mtu mmoja ambaye anajulikana Petro mvuvi, kumfanya awe mtume wa kanisa ulimwenguni, a process. Kwa ndani ya kanisa, katika nguvu ya uvuvio, kuna mchakato wa mambo haya ambayo ninazungumza. Uwe unaamini, uwe mwana maombi, uwe unatembea kwenye unabii, lakini kuna mchakato wa kiroho kukutoa katika mabaya, kukuondolea ujinga ulio nao, kukutoa kwenye mifumo ya ukoo na dunia ulio nayo, kukutoa chini uliko, kukufanya uwe tajiri, kukutoa mahali ulipofungwa, kukufanya uwe huru. Ni mchakato. Sio kitu cha dakika. Sio kitu sio kitu cha dakika. Na mbaya zaidi, watu wote waliolibeba kusudi la Mungu, Mungu aliwatengeneza kwanza. Hakuna mtumishi ambaye anakuambia Mungu ni mzuri kabla akikwambia mtumishi Mungu ni mzuri, hakuonyeshi mabaya aliyopitia. Process ya kutolewa kwenye family, umaskini aliyokuwa nao, hakwambia bali kabisa ya umaskini aliyokuwa nao. Atakwambia Yesu ni mzuri, anakushow grace, anakuonyesha kitu kilicho bora, ila hakwambii process aliyopitia. Daudi aliyekuwa mchunga kondoo, Daudi aliyepigana vita, Daudi aliyelaua dubu, Daudi aliyeshindana na simba, Daudi huyu mpaka kuwa mfalme, Daudi aliyekwepa mishale. Hawasemaji watumishi na wafundishi watu wakakaa kwenye process, wanaambia Yesu ni mzuri, kesho inawezekana. Umepitia process gani iwe nabii? Hamna tajiri asiyepita kwenye process. Hakuna mfalme asiyepita kwenye process. Hata chama kina mchakato. Hakuna ofisi sio na process. Hata wewe kina process ya kupata wanafunzi walio bora, sio mambumbumbu. Bila hivyo tungekuwa na mambumbumbu humu, lakini process uliyojiwekea inawasababisha mpate watu walio bora sawa sawa na vision na plan mlizo nazo. Kwa hiyo yoyote mwenye plan huwa lazima apite kwenye mchakato. Yoyote mwenye maono lazima apite kwenye mchakato. Yoyote aliyeitwa lazima apite kwenye mchakato. Mbaya zaidi, umezaliwa kwenye malango, bibi mchawi, mama mchawi, wote pilot. Mchakato utakaopitia ni mchakato wa namna gani? Ili Mungu akutoi kwenye mikataba ya kichawi, lazima akufundishe, lazima kwanza kufundisha tulioitwa. Tuulizeni, wote aliowaita Mungu aliwachakata. Musa miaka 40 kwenye nyumba ya Farao kama binti Farao, kwa imani akakataa. Umekataa, nenda. Akapata mke, miaka 40 anachunga kondoo na ng'ombe wa baba mkwe Yethro, anachakata. Sote imekatika. 40, nenda kawachukue wana wa Israeli. Anamaliza miaka 120. Ukuu nao utaka umepitia process zipi? Baraka unazozitaka
umepitia process ipi? Nisikilize. Wewe ni mwana maombi, kuna process ili ufikie kuitwa mwana maombi wa taifa. Ili ufikie kuitwa mwana maombi wa eneo lao, kuna process. Sio process za kanisa, ndani yako na Mungu kuna process. Yaani mpaka leo nasema nabii, mimi na Mungu tulikuwa na process. Akaniondolea ule upetu wa zamani, akaniondolea ule mambo ya niliyozaliwa nayo, akanitenga, akanitengeneza, akanipitisha kwenye michakato ya kiroho. Sasa kwenye michakato ya kiroho hapa ndiko kuna ugumu, maana hauwezi ukawa expert wa kiroho haujapitia magumu ya kiroho. Haiwezekani. Huwezi ukawa expert wa kiroho hujapitia magumu, mafungo magumu ya kiroho. Huwezi ukasema mimi ni conqueror of battle, kwamba mimi ni mshindi wa vita. Vita yoyote ije, hujapigana vita usioijua. Yaani kama Mungu anakupitisha kwenye mchakato, hata katikati ya watoto 9 wa tumbo la mama yako, wote watapindukia. Ukizunguka huku unakula ngumi, ukigeuka huku unakula sikio, ukigeuka huku unakula neno zito, ukigeuka umeangalia yule naye aliyofeli. Yaani unapitia vita, unachakatwa, unatengwa. Wale waliokuwa wana uwezo wa kukusapoti, ndani yako wewe ni tajiri, ila mchakato wa utajiri umepitia. Waulize matajiri, wana mchakato wa utajiri, kuwatoa kwenye umaskini, wamechakatwa. Process sio rahisi. Acha nijaribu kusema kwa mfumo rahisi, kwa msemo rahisi uliozoea. Jamani, hata dhahabu ikipita kwenye moto inang'aa mpendwa. Si ndipo mnapokaaga? Dhahabu, mimi ni mtumishi, napitia kwenye moto. Moto jamani, ukiisha unang'aa. Moto ni kweli moto, ila unaushinda.